Tunakushukuru Katibu Mkuu Utumishi ndugu Juma Mkumi kwa wasifu wa hayati Cleopa David Msuya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla ya kuanza kuwakaribisha viongozi kwa ajili ya salamu fupi, naomba uridhie tupate neno la shukurani kutoka kwa familia. Nimkaribishe kaka Jobu Msuya, yeye ni mtoto wa hayati Cleopa David Msuya. Karibu ndugu yetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote wakuu mlioko hapa. Kwanza kabisa kwa niaba ya familia naomba niwashukuru kwa kuacha shughuli zenu na kujumuika na sisi sote hapa kwenye kutufariji na kujumuika na sisi kwenye ibada ya kumwaga baba yetu. Kwanza niombe niseme kwangu binafsi jinsi tulivyopokea msiba. Nilipata habari za msiba tarehe 7 mwezi wa 5, ilikuwa saa 11 saa za Japani. Kakaangu John alinipigia simu kwa maneno kwamba tumempoteza baba. Kwa nikiwa kazini ilinichukua muda, manake kawaida muda wa kwenda kutoka ofisini kwangu mpaka nyumbani ni saa 1 dakika 15 hivi, na katika maisha yangu sikuona safari ndefu kuliko hiyo. Ilikuwa ni safari ndefu kuliko safari ya masaa 21 toka Japani kuja Tanzania. Kwa hiyo ingawa tumempoteza baba, tunashukuru kwa baba kuishi miaka 94. Na kama tulivyosikia kwenye maneno kwamba kwa binadamu miaka yetu ni 70, tukizidi sana 80. Kwa hiyo tukiomba zaidi hapo tutakuwa tunakufuru. Kwa hiyo tumepokea hilo vizuri na tunashukuru kwa yote. Naomba niongelee mambo fulani tulijifunza kutoka kwa baba. Katika miaka 54 yangu tuliishi naye. Katika miaka 54 tuliishi naye, jambo kubwa nilijifunza kutoka kwa baba ni jinsi ya kupambana na kujitafutia wenyewe. Kwangu mimi binafsi sikumbuki kama baba aliwahi kunipa hata senti moja kwenye mambo yangu ya binafsi. Alisisitiza nipambane wenyewe na kwenye kujitafutia mwenyewe. Ila katika hayo yote hakushita kuwa mshauri mkubwa, na alikuwa tunapata muda wa kuchambua changamoto tunazozipata na kushauri, lakini pesa hajawahi kunipata siku moja. Jambo lingine nililojifunza kwa baba ni jinsi ya kuishi na watu vizuri. Mahudhurio ya msiba huu ni ushuhuda kamili wa baba jinsi ya kuishi na watu. Viongozi wetu wa serikali wako hapa, wa viongozi wa chama, naona marais wastaafu, mawaziri wa wastaafu, wakuu wa vyombo vya usalama na jeshi, katibu kiongozi, majaji, makatibu viongozi wastaafu pia wote wako hapa. Pamoja na hayo, sisi jambo lilogusa zaidi baada ya msiba tu, kuna watu waliotupigia simu. Mfano, kuna mafundi wa mapazia waliokuwa na weka mapazia kwenye nyumba yetu pale Usangi. Walipiga wakasema, bwana, mimi lazima nije nimzike mzee. Mafundi rangi, mafundi mabomba, na watu wa kawaida wote walikuja wakasema lazima tuje. Kuna watu marafiki wa mzee wametoka Copenhagen Canada, wamekuja Copenhagen Denmark, wamekuja kumzika mzee pamoja na umbali wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo yote. Jana tulipokuwa Mwanga kwenye shughuli ya kumwaga mzee, nilishangazwa sana nilipokuwa namsalimiana na Mheshimiwa Sabaya, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha. Akasema, mimi nilifanya kazi na mzee tangu 1980 na nimeshawahi kulala nyumbani kwenu. Hilo sikulijua. Pia jana tulipata ugeni mkubwa kutoka kwa mjumbe wa kamati kuu ya CCM ambaye alikuwa rafiki yake mama.
akasema nimekuja hapa nipiniki kile chumba changu mama alichonipa. Kwa hiyo tukaja, tuko naye hapa dada Halima, tutapumzisha mzee pamoja. Lingine ambalo kubwa nimejifunza kwa mzee, sio katika hiyo miaka 53 ya mwanzo, ni katika hii miezi 6 ya mwisho. Tangu Novemba mwaka jana mzee alikuwa anasumbuliwa, akawa hayuko mobile, na tulikuwa na utaratibu kila mwisho wa mwaka tunakuja Usangi, tunakutana na familia. Mwaka huo tukasema, bwana, sisi tunaomba, kwa sababu safari ya kutoka Usangi, kutoka Dar es Salaam mpaka Usangi ni masaa 7 na kwenye gari na nini. Tukamwambia, bwana, pumzika Dar es Salaam, alafu kama unataka kushiriki tutashiriki kwa mtandao. Akasema hapana, lazima nije. Kwa kuwa yeye alikuwa yeye ni mtoto wa 5 katika familia ya mzee David Mhako, lakini alikuwa kiongozi wa familia kwa sababu yeye ndio pekee alibaki kama wanafamilia. Kwa hiyo akasema tuje Usangi tufanye kikao cha familia, na katika kikao hicho akatengeneza mfumo kwamba mimi nataka kukabidhi uongozi wa familia kwa mtu mwingine. Kwa wanafamilia tukakaa, tukaamua kwamba tunakabidhi kigoda cha Mhako kwa kaka yetu Victor. Naomba kama yupo naomba asimame. Huyu ndio kiongozi wetu, na kwa hiyo tulipitisha mfumo na mzee akakisha tunajadili kila kitu, na nadhani ni miaka minne huo uongozi. Hakuishia hapo. Tarehe 4 mwezi wa kwanza ilikuwa birthday yake. Baba kawaida huwa hapendi kufanyiwa birthday. Yeye mwenyewe akaagiza, mwaka huu nataka nifanye birthday. Akachagua nani aje, mchungaji gani afungue sala, kila kitu akakipanga mwenyewe. Na hapo tulipokuwa kwenye bahati nzuri tukafanya ikawa vizuri, na tulipokuwa kwenye hiyo birthday ilifanyika vizuri sana. Tukawa na majadiliano mengi kwamba watu wengi wanamwanga, wakasema tumfanye nini kumwenzi mzee. Tukawa na mawazo kwamba tumpe jina la bypass, sisi tumpe jina la bweni. Mwisho wa siku, kwa sababu yeye sio msaji mbele za watu, baada ya birthday kuisha nikamfuata nikamuuliza nini. Akasema nia yake yeye ajengewe chuo kikuu Mwanga. Na chuo kikuu cha aina gani? Akasema sio hivi vyuo vikuu vinavyotumia mitambo mingi sijui nini, tutumie brain power, ambacho alisema ni biotechnology au IT. Kwa hilo ndilo jambo alilotupa. Lingine alisisitiza sana hii benki ambayo alikuwa muasisi wake, mmoja wa waasisi Mwanga Hakika Benki. Hii benki tuikuze iwe sawa sawa na makina CRDB na kina NMB. Kwa hiyo hayo ndio nia yake ya baba. Sasa mimi katika hayo yote nimejifunza nini? Kikawaida mtu kifikisha miaka 94 una afya haiko nzuri na bado una wasiwasi, lakini yeye alijikita, hakujali hiyo hali yake, alithibitisha, alijitahidi kwamba mambo ende aje afanye mambo yake anayotaka na atimize ndoto yake, sio kwamba asubiri tu. Na pia kilichojifunza zaidi kwamba aliweka kipaumbele kwa jamii zaidi, sio familia yake mwenyewe. Mwisho ningeomba kutoa salamu za shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa matibabu mzee alipokuwa anaugua na kushika msiba huu. Pia kipekee naomba nimshukuru sana dada Nyashinde toka utumishi, ameratibu sana msiba huu vizuri. Pale kulikuwa na migongano kati ya vitengo, alivisolve kwenye njia ya utulivu na tumefikia hadi hapa. Pia kipekee naomba nitoe shukrani kwa mkuu wa majeshi Jenerali Mkunda
kwa kusimamia itifaki zote za mazishi kwa kijeshi. Naomba pia nitokee shukrani kwa wasaidizi wa baba. Kipekee ni mshukuru Fredi Nsolo, Paskali na Yuda kwa kumpa mzee msaada wa kimatibabu alipokuwa anaugua. Naomba pia nawashukuru walinzi wake kaka Mpangile na kaka Joseph kwa kuwa na mzee muda wote vizuri. Pia naomba nimshukuru kaka Dickson Msuya ambaye alikuwa anaratibu ofisi yake binafsi kwa kuratibu mambo yote ya mzee. Pia naomba niwashukuru madereva kaka Trump na kaka Mwaipungu ambao waliweza kuhimili spidi ambayo anaitaka mzee. Anataka kitoka Dar es Salaam afike saa 5, baada ya masaa 5 Usangi. Kwa hiyo tunashukuru walitimiza kazi hiyo bila kwa usalama. Naomba nishukuru pia kipekee kanisa zima la KKKT likiongozwa na baba askofu Malasusa kwa kushika msalaba huu. Kipekee chaplain wetu wa Azania Front ya Mzinga kwa kuwa nasi sote kila siku ya jioni pale Upanga. Pia naomba namshukuru maaskofu wote walitoka nje ya vitengo vyao kuja hapa Usangi kumzika baba, na pia shukrani ziende kwa mkoa wa Kilimanjaro na hususan wilaya ya Mwanga kwa kuratibu vizuri shughuli zote zilizofanyika wilayani hapa. Kipekee namshukuru dada DC ambaye anajiita binti wa 3 wa mzee Msuya kwa kuratibu yote vizuri. Pia naomba niwashukuru wanadiplomasia kutoka Mwanga, Mheshimiwa Balozi Migiro na Mheshimiwa Balozi Shamim Nyanduga kwa kutukosoa na kutupa miongozo pale ya kiitifaki pale tunaendelea kwenye msiba. Pia naomba kushukuru familia ya Mhako na familia ya Mchangila, na tunaomba tuzidi kuendeleza umoja wetu ambao baba alipandikisha chini ya uongozi wetu wapya Brigedia na kaka Victor na Brigedia Mbazi Msuya kutoka kwa wanafamilia wa Shikatini. Sitoweza kumtaja mmoja katika hotuba hii, lakini tunashukuru kwa wote walioguswa na kuja na kushiriki na sisi na kutufariji kwenye msiba huu. Asante sana kwa kusikiliza. Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Asante sana.